إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب النار. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na hikma zake ametujalia kuudiriki mwezi huu wa Ramadhani, si kwa sababu tuna sura nzuri sana au tuna pesa nyingi sana au makabila yetu ni matukufu sana, hivyo vitu vikasababisha sisi ndo tupewe nafasi ya kuingia katika mwezi huu. Na wale ambao leo au jana au kabla ya jana wameondoka duniani, si kwa sababu ni wapumbavu, ni watu wasiokuwa na maana, makabila yao ni duni, kwa hivyo hawastahiki hawa kuingia katika Ramadhani waondoke. Hapana, ni mapenzi ya Allah na ni hikma za Allah kukubakisha wewe na mimi tukadiriki kuingia katika haya masiku matukufu, ili pale tulipokuwa tumeharibu, hatukufikisha kiwango cha mema ambayo tulitakiwa kuyatenda, tupatilize katika masiku haya ambayo wema unakuwa ni mara 2 au zaidi nje ya Ramadhani. Na kama kuna mtu aliharibu sana, akaasi sana, basi aingie katika Ramadhani, atumie fursa ya Ramadhani kutubia madhambi yake, ili kwa sababu kwenye Ramadhani watu husamehewa sana, asamehewe madhambi yake. Lakini si wote watakaofikia katika lengo hilo. Katika wanadamu ambao wamepewa nafasi ya kuingia ndani ya masiku ya Ramadhani kwa lengo wazidishe viwango vya mema yao au wafute madhambi yao, sio wote watakaofikia kwenye lengo hilo. Kwa nini? Hapa ndipo tunapoanzia mazungumzo yetu. Kikwazo kikubwa ambacho kinawazuia wengi wasifikie katika hayo malengo ni kuiendekeza nafsi ambayo iko baina ya mbavu zake mwanadamu. Analala nayo, anaamka nayo, kila siku zikienda hakubali yeye kusema na nafsi yake kwa moja katika mawili: kuiambia nafsi, we nafsi ni mzembe sana katika mambo ya kheri, basi mpaka hapa kwenye Ramadhani watu wanakufa, tunaona wanazikwa, we umepewa nafasi hii mpaka hapa kwenye siku chache hizi, ayyama maadudat, mpaka hapa utafanya uvivu we nafsi we.
haiambii nafsi yake hivyo, au kuiambia nafsi yake, we nafsi, we muda wote huu uliopita ulikuwa wewe ni mtu wa madhambi, hukatai katika kuyaendea madhambi, mpaka hapa tulipofika, basi huoni haya wewe mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwamba binadamu hasemi na nafsi yake. Wanasema wenye kusema katika maulama wenye hikma, inna nafsa, hakika hiki kitu kinachoitwa nafsi, hiya mahallu libtilai, ndiyo pahala panapowekwa majaribio. Majaribio ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka, wakati mwingine ni vitu vizuri sana, anakwambia zuia, usifanye. Mke ni wako halali, Allah anakupa jaribio kwa kuiangalia nafsi yako itaweza au haiwezi. Huu mchana wa Ramadhani usilale na mkeo, wala usifanye naye mambo ambayo yataonyesha kinyume na malengo ya mfungaji yanavyotakiwa kuwa. Mke ni wako, halali yako, anavutia. Nafsi inajaribiwa tu kwenye muda wa masaa usiozidi 12, itaweza? Huo ni mfano. Nafsi ndipo pahala panapowekwa mitihani na majaribio. Wa hiya allati, na hii nafsi hii ndiyo ambayo idha salahat salaha al-amalu kulluhu, ikitengenea, mwanadamu akifanikiwa kuidhibiti, matendo yote ya mwanadamu yametengenea, yamekuwa mazuri. Wa in fasadat, na kama itaachiwa iharibike, fasada al-amalu kulluhu, amali za mwanadamu zote hazitarajiwi kumletea faida. Mmoja katika wenye kusema amesema, an-nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo, in tuhmil alaihi, ikiwa utamwachia kila analolitaka, wewe unampa tu, shabba fi ridha'i, huyu mtoto atatoka mvi hali ya kuwa bado ananyonya. Desturi ya mtoto kutokea kuzaliwa kwake ni mama yake ampakate, amnyonyeshe. Yule mama yule asipotumia roho ya ukatili, akasema hivi sasa namuachisha kunyonya huyu mtoto, akiendekeza huruma, lakini ataumwa, atalia, huyu bado ni mdogo, huyu mtoto huyu atatoka skuli akiwa standard 7, anarudi mbio nyumbani, anamwambia mama, nataka kunyonya. Kwa nini? Kwa sababu huyu hajaachishwa kunyonya tokea amezaliwa. Ndivyo nafsi ilivyo. Allah anasema, inna nafsa la ammaratun bisui, nafsi desturi yake ilivyoumbwa ni kitu chenye kupenda kuamrisha yale mambo mabaya. Mailatun ila alhawa, ni kitu ambacho automatically kimeelemea kwenye mambo ya matamanio. Ndiyo maana Allah akasema, wa amma man khafa maqama rabbihi, ama yule binadamu ambaye atakayejenga hofu katika moyo wake siku ya kusimamishwa mbele ya Mola wake. Itakuwaje siku hiyo? Rizalti zangu ninapewa ziko ni rizalti mbaya. Akaona ajiandae mapema duniani ili siku hiyo iwe salama. Atakayeogopa tukio hilo, kisha akafanyeje? Wanaha nafsa anil hawa, akaizuia, akaikataza nafsi kutokana na matamanio, kwa sababu
hii nafsi ilivyo automatically, maumbile yake inapenda matamanio, inapenda starehe, inapenda kulala, haipendi kuamshwa ikaswali, inapenda kula, haipendi kuambiwa kana njaa. Ndio maana Mwenyezi Mungu anaijaribu kwa mambo mbalimbali hii nafsi. Wanaha nafsa anil hawa, binadamu huyu akaikataza nafsi yake isifuate yale matamanio ya ovyo yasiyomridhisha Muumba. Fa innal jannata hiya almawa, maamuzi yamekuja moja kwa moja. Huyu mtu akifanikiwa kuizuia nafsi isiende kule, huyo amefanya jambo kubwa sana. Innal jannata hiya almawa, pepo ya Mwenyezi Mungu ndio mafikio yake mtu huyo. Ya ibadallah, i'lamu anna an-nafsa laha ahwal, fahamuni kwamba nafsi zilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu zina hali tofauti tofauti. Nafsi ya kwanza ni ammaratun bisu, ni nafsi duni isiyopendeza mbele ya Allah, ni nafsi ambayo ina tabia ya kumwamrisha yule mwenye nafsi ile maovu matupu, na hiyo ndiyo maumbile. Sasa binadamu anapobakia pale pale kwenye hiyo asili ya maumbile, ndiyo ameharibu, kwa sababu anaiendekeza nafsi kwenye maumbile mabovu ambayo ni ammaratun bisu. Qala Allahu fi surati Yusuf, inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, hakika nafsi ni yenye kuamrisha maovu isipokuwa zile nafsi ambazo Allah amezirehemu. Wa nafsi lawama, na nafsi ya pili ni nafsi ambayo imetoka katika hili daraja la kwanza, imesogea juu kidogo, inaitwa an-nafsu lawama, nafsi yenye kujilaumu. Yani anafanya madhambi, anamkosea Allah, lakini unafika wakati anakaa anasema, mbona kama naharibu hivi, mbona kama nimeiwacha barabara niliyotakiwa kupita, mbona ninakwenda siko. Anajilaumu, anajirudi, anatubia, anakaa katika mstari wa sawa, lakini baada ya muda anarudi tena kule kule. Akirudi kule kule kwenye madhambi, baadaye kidogo anakumbuka tena, anajilaumu, kwa nini sijaswali tarawehe jana mimi? Kwa nini sijamaliza tarawehe nzima ile? Nafsi kama inankosesha kheri hivi, anajilaumu. Hii nafsi inapendwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Nafsi hii, la uqsimu biyaumi alqiyama wala uqsimu bin nafsi allawama, Allah anasema naapa kuiapia siku ya Kiyama, ipo, inakuja, na mambo yake si mambo ya kawaida, hakuna shaka. Wala uqsim bin nafsi allawama, na naapa kuiapia hii nafsi yenye kujilaumu pale ikitokezea imemkera Mola wake kwa kufanya madhambi, au ikitokezea imefanya uvivu katika mambo ya kheri, inajilaumu. Hii nafsi Mwenyezi Mungu ameiapia ni nafsi nzuri, inapendeza, ndivyo mtu anavyotakiwa kuwa, lakini sio lengo wala sio top, sio sehemu ya mwisho hiyo. Nafsi ya tatu ni an-nafsul mutmainna, ni ile nafsi iliyotulizana katika taa ya Allah, nafsi ambayo haifikirii madhambi, ni nafsi ambayo inafikiria vipi nitanyanyuka daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, imetafaragh katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizo ni nafsi kubwa, nafsi za manabii, nafsi za auliyaullah, ambazo ndio lengo watu wafikie huko, lakini sio sote tutafikia huko. Wasiyamu, na hii funga ambayo tunaifunga ya mwezi wa Ramadhani, jaa liyartaqi bin nafsi, imekuja ili kuinyanyua nafsi.
Nafsi na hali tatu, tabaka la chini kabisa na la kati na kati na lile la juu. Vipi huyu mwanadamu atasaidika? Ni lazima aekewe njia na barabara za kupita. Isiwe Mwenyezi Mungu ametaka tu watu watoke katika level ndogo waende kwenye level kubwa, halafu hakuwaekea barabara nyepesi za kupita. Hiyo sio hikma ya Mwenyezi Mungu, bali hikma ya Mwenyezi Mungu, hizi nafsi ili zitoke pale ziende pale, niziwekee njia nyepesi ya kupita hapa. Ikawekwa ayyama ma'dudat, siku chache zisizozidi 30, zisizopungua 29, chache tu. Funga ikaletwa ili iwe inainyanyua nafsi ya binadamu, kuitoa minal amara, kutoka kwenye ile daraja la kwanza kuwa ni nafsi ipo katika maumbile ya kuamrisha maovu tu, inapenda anasa tu, itoke kule ila almutmainna, kuja kwenye ile nafsi ambayo ni almutmainna. Mpaka akifika mtu anatolewa roho, anaambiwa maneno ya ayatuha nafsul mutmainna, ewe nafsi iliyotulizana katika wema na uchamungu, ewe nafsi we, irji'i ila rabbiki. Haya, sasa umefika wakati, rudi kwa Mola wako, toka katika kiwiliwili, nenda kwenye maisha mengine. Lakini fahamu vizuri, huko unakokwenda kwa sababu ya bidii ulioifanya duniani, basi huko unakokwenda radiyatan mardiyatan, unakwenda katika hali wewe utaridhia yale atakayokupa Allah, na Allah amekuridhia wewe kwa juhudi ulioifanya duniani kwa ajili yake. Udkhuli fi ibadi, ingia katika magurupu ya waja wangu wema. Wadkhuli jannati, na ingia kwenye pepo yangu. Funga imekuja ikutoe wewe, initoe mimi kule kwenye mambo ya matamanio, itupeleke katika level hiyo. Mwenyezi Mungu anasema kutiba alaikumus siyamu, mumefaradhishiwa hii ibada ya funga hii, kama kutiba ala alladhina min qablikum, sio peke yenu. Musije mukaona kwamba tunateswa, tunaekwa na njaa. Hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu, kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, na wao walikuwa wanafunga. Inawezekana mfumo, muundo wa kufunga umetofautiana, lakini funga ilikuweko. Lengo ni nini? Yani wewe uingie katika Ramadhani unafunga, lengo ni nini? La'allakum tattaqun, ili nyinyi muwe wacha Mungu. Ala, ili muwe wacha Mungu, kwa maana kabla ya hapo inawezekana kabisa ikawa viumbe hawajafikia katika ile sifa ya ucha Mungu. Sasa wasaidiwe vipi? Wasaidiwe vipi? Na ucha Mungu ndiyo kitu pekee chenye kumsaidia binadamu siku ya Kiyama. Wakati watu wanaporomoka katika moto wa Jahannam, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha, hakuna yoyote miongoni mwenu nyinyi binadamu nyinyi isipokuwa atapita katika moto wa Jahannam. Yani katika sirat ni jisr, daraja liliyoko juu ya Jahannam. Watu wote watapita hapo, watavuka hapo. Kana ala rabbika hatman maqdiya, jambo hilo ni hukumu ya Mola wako, imekwisha kuhukumiwa, hakuna kubadilika. Kila mtu lazima atapita juu ya moto wa Jahannam. Watu watapita kwa viwango vya matendo yao. Wako watakaopita mithlul barq, mfano wa umwesa au spidi ya umeme. Switch iko hapa, taa iko nje,
lakini kitendo cha mwanadamu ku switch on, taa imewaka kule ndani ya second ile ile, kwa spidi kama hiyo, watu watapita kwenye hilo daraja kwa kiwango cha matendo yao. Lakini wako wengine, famakdushun najin wa mukardasun fi jahannam. Mtume anasema wako watakaopita kwa kusota, matendo yao ni madogo sana, waliziendekeza nafsi zao, lakini watavuka. Lakini mpaka wakifika kuvuka, makhdushun au makhdushin, wararuliwa, kwa sababu Allah ameweka ngoe pembezoni mwa hilo daraja. Ngoe ni nini? Ngoe ni kama vile ukienda kwenye bucha, ukifika pale utaona kuna vyuma hivi zimetundikwa nyama. Vyuma vile Allah anavining'iniza pembezoni mwa hilo daraja, vinapita kuliani na kushoto. Yani atakayekuwa mzembe hapo vinamchukua, vinamwangusha katika jahannam. Sasa wako baadhi yetu, Allah situjalie kuwa miongoni mwa hao, manake kuvuka watavuka, lakini wakisha kuvuka ni makhdushin, wararuliwa vibaya, wanafika kule taabani. Lakini Mtume anasema najin, ataokoka baada ya watu hao watakaovuka katika sampuli hiyo. Mukardasina fi jahannam, wanaofuatia wote wanaporomoka katika jahannam, waliyadhu billah. Chini kuna moto. Sasa kuvuka hapa ndo mwisho, kule huo ndo mtihani wa mwisho, ndo mafanikio hayo. Mtu akishakuvuka hapo, mafanikio hayo, Allah anasema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw, sisi tutawaokoa wale waliomcha Mungu huko duniani, wale waliofikia katika malengo ya kuletewa funga. Tunafunga ili iweje? Ili tuitoe nafsi katika hali duni, kuifikisha katika hali inayoridhia, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Hii ndio nafasi ya funga kwenye nafsi yako, kama ilikuwa hujaelewa. Natija yake, wakati watu wanaporomoka katika jahannam, thumma nunajji alladhina taqaw, tutawaokoa wale waliomcha Mungu, wa nadharu dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha madhalim waliozidhulumu nafsi zao wenyewe. Mtu anawezaje kuidhulumu nafsi yake? Ndiyo, pahala ambapo umeambiwa jema linalipwa kwa kumi kwa mara 70 ila adhaaf kathira, jema ndani ya Ramadhani lina nyongeza hizo, kisha iwe wewe mema yako ni machache baada ya kumalizika Ramadhani, anta dhalimun li nafsika, wewe umeidhulumu nafsi yako, umeinyima. Vivyo hivyo kule kuiongezea mzigo wa madhambi, kila siku madhambi, unaidhulumu nafsi yako. Na hii ni moja katika maana thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, tutawaacha madhalimu waliodhulumu nafsi zao na wale waliodhulumu haki za wenza wao vile vile, watakuwa ni wenye kuporomoka katika moto wa jahannam. Sasa funga ikaletwa ili iwafikishe watu hapo. Wattaqwa mahalluha an-nafs wal qalb, na huu cha Mungu ndugu zangu pahala pake ni hapa, liannaha amalun batin, kwa sababu hili ni tendo linalofanyika ndani huko ya mwanadamu, kabla an takuna amalan dhahira, kabla ya kuja dhahiri katika viungo likaonekana athari zake katika matendo. Ndani kwanza linaanza. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam qal at-taqwa hahuna, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ucha Mungu uko hapa, ucha Mungu unatokea hapa. Ndugu zangu, haya ni mambo ya uhakika, na hakuna ambaye atafungwa kamba aburutwe kuletwa msikitini apelekwe kwenye mambo ya kheri. Hakuna atakayekufunga kamba.
ni wewe kusema na nafsi yako, kuiambia nafsi twende huku. Na hakuna atakayefungwa kamba akaburutwa kwenda kwenye madhambi, kwenda kwenye maovu. Ni mwanadamu mwenyewe kuiachia nafsi yake akaipeleka kule. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema, balil insanu ala nafsihi basiratun, mwanadamu nafsi yake anaijua vizuri, kwamba yeye anajua hasa, mimi naweza kuacha uovu huu, najiendekeza tu. Mimi naweza kulifanya jema hili, najiendekeza tu. Ndiyo maana al-Imamu Ibnul Qayyim anatufungia khutba, anasema hivi, anasema ad-dunya wash-shaytanu aduwani kharijani anka, dunia na shaitani vyote hivi viwili ni maadui ambao wewe unatakiwa upambane nao, uwashinde, lakini maadui hawa wako nje yako. Dunia ni adui, dunia ni adui vile vile. Mtume kasemaje? mal faqru akhsha alaikum, wallahi mimi sikhofii kwamba nyinyi mtakuwa maskini. Wa innama akhsha an tubsata alaikum ad-dunya, mimi naogopa dunia itakuja kufunguliwa kwenu. Ikifunguliwa dunia kwenu, fatanafasuha kama tanafasuha, nyinyi mtashindana kuipata dunia kama walivyoshindana waliopita kabla yenu. akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, na khofia dunia kufunguliwa kwenu kama ilivyofunguliwa kwa waliopita kabla yenu. fatanafasuha kama tanafasuha, nyinyi mutashindana kuipata dunia kama walivyoshindana wao. Na kwenye tabia hiyo, fatuhlikakum kama ahlakathum, itakuangamizeni kama ilivyoangamiza wao. Huyo si adui, huyo adui ambaye mwisho wake ni kukuangamiza, huyo si rafiki. Dunia ni adui sana ikiendekezwa, na shaitani ni adui wa wazi. inna shaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa, shaitani kwenu ni adui na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. ad-dunya washaitanu aduwani kharijani anka, dunia na shaitani ni maadui wawili, wako nje yako wewe, wanapambana ili wewe uharibikiwe. wan nafsu, na hii nafsi hii tunayoizungumza hapa, aduun baina jambaika, huyu ni adui ambaye yupo kati na kati ya mbavu zako mbili, yani umo ndani yako. Ukilala unalala naye, ukiamka unaamka naye. Yeye ndo anayekwambia mazuri na yeye ndo anayekurudisha kwenye mabaya. Huyu ni adui unaye ndani yako. Anasema wa min sunnatil jihadi, na sunna ya mapambano alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tuna maadui watatu hapa: dunia, shaitan na nafsi. Shaitan na dunia ni maadui, lakini wako nje. Nafsi ni adui, yuko ndani yetu. Wote maadui hawa tunatakiwa tupambane nao. Sasa sunna aliyoweka Mwenyezi Mungu, pambano liende vipi hapa? Qala, Mwenyezi Mungu kasema, qatilul ladhina yalunakum. Aliwaambia Waislamu wakati wanapambana na makafiri, waanze kwanza kupambana na adui aliyepo karibu. Achana na adui wa mbali, mpige huyu wa karibu huyu, ili huyu awe ni funzo kwa yule wa mbali. Qatilul ladhina yalunakum, pambaneni kwanza na wale maadui ambao wako karibu na nyinyi. Ala, kwa maana hiyo, kama tuna maadui watatu, dunia ni adui, inataka kutuangamiza, kutupotezea muda. Shaitani ni adui, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Halafu tuna nafsi vile vile ambayo ni amaratun bisu, inatuamrisha maovu. Ni adui yupi hapa anayestahiki kupata kipigo cha sawasawa kabla ya mwingine, ili adui wa mbali ajifunze kwamba huyu jamaa hatari, huyu haingiliki.
kama ameweza kuitandika nafsi yake akaweza kuiburuta mpaka ikasogea katika level inayoridhisha, basi shetani atafute virago, atafute njia, aende aseme huyu haingiliki, nishakata tamaa. Ni nafsi kwanza, kwa sababu nafsi ndio ipo karibu, inatakiwa iburutwe, ikandamizwe, isogezwe kwenye kheri. Ikimalizika Ramadhani, nafsi imekwisha sugulika kama chuma kilichokuwa na kutu, kikapigwa msasa, kikarudi katika hali yake ya kawaida. Nafsi ni adui ambaye humuoni na anakushambulia kwa ghafla, na inawezekana akakushambulia katika pahala patamu ambapo wewe unapapenda na usijue kama ndo shambulio hilo, lakini likawa ni shambulio la kukuharibia. Anaweza akakupa usingizi mtamu, akakwambia lala bwana, umechoka wewe, kumbe ndo usiku ule uliokadiriwa uwe usiku wa Lailatul Qadr. Wewe ukaona raha kweli, mimi nimechoka, na ukajiambia kwenye nafsi yako mwenyewe, hata Mwenyezi Mungu anajua kama nimechoka. Tena ukajisomea na aya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Unajiambia Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwenye uwezo wake. Bwana, Lailatul Qadri inapita hiyo, la yukallifu Allahu nafsan, nafsi inakwambia hivyo. Pambano ni kubwa ndugu zangu wa Kiislamu. Muda wangu hauniruhusu tena kuendelea na mazungumzo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, nafunga hutuba yangu kwa shairi la mshairi aliposema, ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana. Ewe nafsi wewe tubia, hakika mauti yamekwisha karibia. Wa'asil hawa, yaache matamanio hayo. Fa innal hawa ma zala fatana, hakika matamanio hayo hayaachi kukufitini, yatakuharibia matamanio hayo. Ala tara almanaya, hivi wewe huoni vifo? Hivi wewe huoni mauti? Kaifa talqutuna laqta, vipi yanatunyakuwa mmoja baada ya mmoja. Wewe mpaka leo bado umejiachia, huoni kwamba kuna mauti yanatunyakuwa ghafla ghafla, mmoja baada ya mmoja. Watulhiqu ukhrana biulana, na mauti haya ndiyo yanayowakutanisha wale wa mwisho wetu na wa mwanzo wetu. Watu washakufa miaka elfu, miaka mingapi huko, na anayekufa leo anaambiwa haya, nenda kakutane nao wenzio huko. Maut. Ala tara almanaya kaifa talqutuna laqta wa tulhiqu ukhrana biulana fi kulli yawmin, katika kila siku. Lana maitun nushayi'uhu, tunaye maiti tunayemshindikiza kwenda kumzika. Nara bimasra'ihi athara mautana, sisi tunaona kwa kule kufa kwake yeye kwamba athari ya vifo vyetu ni hii. Kama ameondoka huyu, pengine ni kijana mbichi, na sisi tuko nyuma yake. Kwa nini bado nafsi inajiendekeza katika mambo ya kidunia? Kwa nini Ramadhani itapita, itaondoka, nafsi isifaidike, isisamehewe madhambi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya nafsu mali, ewe nafsi una nini wewe? Walil amwali atrukuha, mali hizi zote utaziacha hapa hapa duniani, zote utaziacha duniani. Atrukuha khalfi, nafsi utaziacha nyuma yako. Wa akhruju min dunyaya uryana, na mwisho wa siku utaondoka katika dunia hii ukiwa uchi, huna hata ipeni moja lile la kwenda nalo mbele ya Allah. Sasa kusanya vitu ambavyo vitakusaidia mbele ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وتوبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.